nitoe msisitizo katika baadhi ya maeneo nikiwa naelekea kuhitimisha. Moja, uhamasishaji uimarishwe ili wananchi wafanye uchunguzi na kinga mapema, pamoja na kuimarisha elimu ya afya, kudhibiti matumizi ya tumbaku na pombe kali, kuongeza wigo wa huduma za chanjo dhidi ya HPV na hepatitis, na kuhamasisha maisha yenye afya kwa jamii nzima. Bado zipo jamii ambazo kila mgonjwa anapopata tatizo wanaelekeza hisia kwenye imani potofu. Enzi hizo zimepita. Tutumie vipimo vya kisayansi vya uchunguzi ili kuweza kunusuru maisha yetu. Wataalamu wa afya na viongozi ngazi zote, tuendelee kutoa elimu hiyo, tukielekeza hisia kwenye masuala ya imani potofu. Tutawachelewesha wagonjwa kupata uchunguzi wa kitaalamu, na tukiwachelewesha tutakuwa tunawapunguzia asilimia za kupata matibabu mapema, na tutakuwa tunapunguza asilimia za wao kupata uponyaji. Mganga mkuu ametusisitizia katika maelezo yake kwamba ugonjwa huu unapochelewa kugundulika umeshafika hatua za juu, unapunguza asilimia za kwamba utatibika. Kutokana na tahadhari ya wataalamu wa afya kutoka Shirika la Afya Duniani kuhusu ugonjwa wa saratani kuongezeka kwa zaidi ya 60% ifikapo mwaka 2030, nitoe wito kwa Wizara ya Afya kuandaa mkakati madhubuti wa kupunguza idadi ya wagonjwa wapya wa saratani ili kupunguza athari za kupotea kwa nguvu kazi, uchumi na ustawi wa taifa kwa ujumla. Tatu, washiriki wote wa kongamano hili tuhakikishe maazimio yote yatakayokubaliwa yanafanywa kazi kwa wakati, na kwa kila mamlaka inayoguswa tutimize wajibu wetu. Jitihada zaidi ziongezwe katika kufanya tafiti ambazo zinalenga kutatua changamoto zetu zote kwa kutumia maarifa, tafiti, uzoefu na kwa kuzingatia uhalisia wa nchi zetu. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa Tanzania umeanza vizuri kwa maelekezo hayo ya kwamba si tu machapisho bali tuongeze tafiti. Huo ni uelekeo sahihi, tuendelee nao, na wadau wote ambao tunashirikiana hapa tuondoke na azimio hilo, kuongeza utafiti ili kuweza kuhakikisha tunatumia uzoefu wa hizo tafiti, tunabadilishana taarifa, matokeo ya hizo tafiti ili iweze kutusaidia katika kukabiliana na tatizo hilo.